wafanye mataifa yote kuwa wanafunzi, kuwabatiza kwa jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu, na kuwafundisha kuyashika yote niliyowaamuru ninyi. Na tazama, mimi nipo pamoja nanyi siku zote hata ukamilifu wa dahari. Amen. Katika jina la Yesu tunakushukuru kwa tendo la ubatizo linaloenda kufanyika muda huu. Wale waliojitwalia wa kuamini Yesu wapokee wokovu, leo hii wanathibitisha kuitimiza haki yote kwa kubatiza. Basi Roho Mtakatifu tamalaki katika tendo hili katika jina la Yesu. Simama mwenyewe ukalifunike tendo hili kwa utukufu mkubwa wa Yesu Kristo Bwana, ninaomba na kuamini. Amen. Wa kwanza Dennis Gaudens Mwanga, Mwokozi wa maisha yako. Mimi leo mbele za Mungu na mbele ya kanisa takatifu la Mungu ninakubatiza kwa jina la Mungu Baba, la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amen. Dorini Solomon, kwa kuwa wewe mwenyewe umemkiri Yesu ya kuwa ni Bwana na Mwokozi wa maisha yako, na mimi leo la Mungu ninakubatiza kwa jina la Mungu Baba, la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amen. Anastasia Simwanza, kwa kuwa wewe mwenyewe umemkiri mbele za Mungu, mbele ya kanisa takatifu la Bwana, ninakubatiza kwa jina la Mungu Baba, la Mwana na Roho Mtakatifu. Amen. Mungu wetu na Baba yetu, asante Bwana kwa wema wako. Tunakushukuru kwa ajili ya ubatizo ambao umekwenda kufanyika mahali hapa. Kinga kwa jina la Yesu, wasipate na shida yoyote tena, wakaendelee kufikiria wokovu. Pia wanapokuwa Mungu kwa katikati yao, ukawalinde, ukawapiganie, ukaokoe na kila hila mbele Mungu. Wametangaza vita na shetani, lakini msaada uko peke yako kwa Mungu wetu. Mungu ukawapiganie na kuwalinda. Asante hata kwa mchungaji ambaye amesimama kwa ajili ya kubatiza. Asante kwa kila kitu ambacho kimekwenda kufanyika. Tunakushukuru Mungu kwa wema wako. Angalia ndiko tutakuwa tunatoka katika maeneo haya kurudi kanisani. Tunahitaji kwa kusafirisha tena tutafike salama ili tukaendelee na ibada nyingine. Asante Mungu wetu, tunaomba katika jina la Yesu. Amen. Amen. La kwanza ni injili, kuwahubiri watu. Kwa hiyo hata tunaposema tunataka kununua mixer, twende tukahubiri injili ile ya mtaa. Na lakini tunapohimiza, wiki iliyopita kulikuwa na himizo kwamba hakikisha unamhubiria mtu mmoja aje kwa Yesu, ni upale unatimiza agizo kuu la kuwahubiria watu wengine habari njema za wokovu. Hii ni agizo kwa mtu mmoja mmoja, lakini kwa kanisa zima kuhubiri injili. Ukihubiri kuna baraka zako za pekee ambazo unazipata, ikiwa ni pamoja na kulindwa, Mungu kukujali, wewe kuwa mboni ya jicho la Mungu, wewe kuwa mtumishi kwa sababu unatumika katika kuhubiri, kuwaleta watu wengine kwa Yesu. Anasema basi enendeni. Kwa hiyo agizo la kwanza ni kuhubiri injili, agizo la pili ubatizo, agizo la tatu katika maagizo makuu ni meza ya Bwana. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Kwa hivyo hao wametimiza kwenye kuitimiza haki yote, na kanisa limetimiza watu wajibu wake wa kuwabatiza wote wanaoamini. Kwa hiyo kama kanisa tuwapokee hawa waliothibitisha wokovu wao kwa njia ya ubatizo siku ya leo. Ni waumini pamoja, ni watumishi pamoja, ni watenda kazi katika ufalme wa Mungu. Kwa makofi matatu elfu mengi na vigelegele, tukiwa tunawapokea 1, 2, 3 na makofi mengi. Hayatoshi, kwa sababu mbinguni mtu mmoja anapokata shauli, malaika wanashangilia na kusherehekea
Sembuse hawa wako watatu. Makofi hayana vigelegele. Amen. Karibuni kwenye ufalme wa Mungu. Karibuni kwenye ufalme wa Mungu. Karibuni kanisani. Kama kuna utumishi, mtumike. Kama kuna chochote, fanyeni. Kama kuna kutoa, toeni. Kama kuna kupokea, mpokee. Bwana Yesu asifiwe. Kwa Mungu kuna kutoa, kuna kupokea. Haleluya. Bwana akusaidie sana. Mtu wa Mungu, wewe uliyeamua siku ya leo, kuna karama Mungu atazinua ndani yenu, zitumieni kwa ajili ya ufalme wa Mungu. Usiseme tena sisi ni wageni, ninyi ni wenyeji katika ufalme wa Mungu. Mungu awasaidie. Karibuni sana. Barikiwe sana. Ila kitu ambacho sipendi, uvivu katika ibada. Kitaka kukua kiroho, uweze kuwa unahudhuria ibada. Sema amen kubwa. Amen. Mungu awabariki sana. Mwende mkae na amani ya